Nadhani tulizungumza mara ya kwanza nikakwambia ni 50% mechi ya leo na mpa Yanga pamoja na Kabre. Na ukiangalia namna ambavyo mwalimu wa Yanga ameingia, aliingia kwanza kwa mfumo wa defend 4-4-2. Ni kwa maana ana mabeki wanne, ana viungo wa nne, ana washambuliaji wawili ambao alikuwa ameweka Celestine Kuwa pamoja na Dube. Kwa maana Pacome alikuwa ana role ya kukimbia upande wa kulia, wa kushoto, Dube na mimi Kuwa upande wa kulia, lakini katikati alikuwa anabaki Dube. Lakini sasa kilichokuwa kinatokea, Pacome alikuwa anaingia kati, Maxim pia Nzengeli anasogea mbele kama namba 10 wakati akishirikiana na Muda. Kwa hiyo kulikuwa na mchanganyiko fulani ambao nafikiri mwalimu wa Kabere alishindwa kuutambua kwa haraka. Kilimpelekea mwalimu wa Yanga kuimiliki mechi dakika 15 za mwanzo. Lakini baada ya hapo mchezo ukarudi kwa wapinzani na wakafanya vizuri, lakini isivyo bahati wamegonga miamba mara mbili. Lakini pia dakika za jioni kabisa wale attempt Yanga wakawa clinical kwenye clear na wakaweza kufanikiwa. Kikubwa kuliko yote, Yanga hii leo ndio imecheza kikubwa katika mashindano ya kimataifa, kama ambavyo timu kubwa zinataka kushinda katika mashindano ya kimataifa ukiwa katika uwanja wa ugenini. Kivipi? Angalia namna ambavyo Yanga walikuwa wanajilinda, walikuwa wanakuruhusu ufanye mambo yako yote unayofanya, lakini sio kwenye hafu yao. Ukiwa kwenye hafu yao, kuna kipindi kiko na wanalazimika kuwahadaa Yanga ili waje kutafuta mpira, lakini Yanga walikuwa very clinical, wanakuja mpaka hafu, lakini kwenye zone ya mshambuliaji ya kwao ya mpinzani walikuwa wanaingia wachezaji wawili tu mpaka watatu. Kwa unakuta namba kubwa inabaki kwenye kujilinda. Kwa hiyo kwangu mimi Yanga wamekaa nafasi kubwa sana na wamekuwa na uwezo mkubwa kwenye upande mzima wa kujilinda, lakini kuhakikisha kwamba wanatoa nafasi kwa wapinzani pia. Lakini wapinzani nao pia walitumia silaha zao zote za kivita. Alipotoka Babakar Saa akaingia kiungo mmoja anaitwa Bote, BOT, akaja kuimarisha zaidi kiungo cha wakati huo. Mudathiri haya basi ametoka. Siku zote nakwambia Mohamed Dumbia ni mchezaji mzuri sana, lakini bado anaidhulumu sana Yanga, kwa maana hajitoi asilimia zote. Mara nyingi amekuwa akipoteza mipira sehemu ambayo anategemea kumuona kikaba afiki vizuri. Kwa hiyo mara nyingi hautaweza kumuona Dumbia akitumika na mwalimu huyu. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu ambavyo mwalimu anavikosa. Lakini kwa nini mwalimu alimuingiza na asimuingize Koma? Mwalimu alimuingiza Dumbia kwa sababu alikuwa anataka mchezaji ambaye akipata mpira ana uhakika wa pasi yake ya mwisho. Ndio maana mwalimu akamuingiza Dumbia. Lakini bado pia leo Pacome Pedro Zozoa amekuwa na wakati mgumu sana, kwa sababu kila anapogusa mpira ana wachezaji mpaka watatu ambao wanahakikisha kwamba hafanyi madhara. Sasa ile peke yake, mtu mmoja kuondoka na wachezaji wawili mpaka watatu, unatakiwa watu wengine huko wa very quick, very sharp. Hapo ndipo unaona brain ya Mudathiri haya basi katika kupiga long range, lakini pia katika cut in, lakini pia mtu kama Maxim pia Nzengeli leo wameshindwa kufanya kwa sababu pia hali ya hewa. Wakati mechi inachezwa, hali ya hewa ilikuwa nyuzi joto 7. Mtu ambaye ametoka kwenye nyuzi joto 28 mpaka 30 Dar es Salaam, joto kali, mwili ghafla tu unakwenda kuingia katika kucheza katika ile. Mimi nimewaambia watu ambao tulikuwa nao mpira, Yanga wanastahili kuheshimiwa sana, kwa sababu katika hali kama ile mwili kwanza unafunga. Pacome leo alikuwa hawezi kukimbia, sio kwamba hana mazoezi, hali ya hewa haimruhusu, kwa sababu mtiririko wa damu hauwi kawaida tena, kwa sababu anapambana, mwili unapambana kujenerate joto kwa haraka, lakini pia mzunguko wa damu pia nao unakuwa sivyo ambavyo wametegemewa. Kwa hiyo kwangu mimi Yanga mechi hii wameicheza kikubwa kama ambavyo wakubwa wanataka kucheza wanapokuwa katika ardhi ya ugenini. Lakini pia isivyo bahati, mashabiki wa JS Kabylie wamekuwa katika hali ambayo sio kimchezo kabisa, lakini nimeona akili kubwa aliyotumia goalkeeper wa Yanga Diarra. Unajua Waarabu wana tekniki nyingi sana za kupoteza muda, lakini huwa hizo tekniki zinapokuwa zikifanywa upande wao wanaondoka katika utulivu kabisa. Unaona Diarra ameangalia, okay, wameshaanza kutupa chupa 2-3. Mimi hizi natumia kama advantage kuwatoa mchezoni hawa, lakini pia kuwapa wachezaji wangu namna ya kupumua pia. Kwa hiyo kabisa tempa ya mpira pale ilikuwa iko juu, lakini Diarra hata napunguzaje hii tempa. Na pale ndipo Diarra alipotumia akili kubwa. Na mimi niseme kwangu mimi leo man of the match kwenye mechi hii ni Gidi Diarra, goalkeeper wa Yanga African.
ameokoa michomo mingi sana, ameipa pointi moja muhimu sana klabu ya Yanga. Mimi niseme Yanga wao katika nafasi nzuri, wao katika track nzuri ya kuelekea katika mashindano haya robo kuliko timu nyingine yoyote ambayo ipo kutoka upande wetu sisi huko Afrika Mashariki. Kwa sababu gani? Ukiangalia namna ambavyo wamecheza, Azam wamefungwa, sio? Katika mazingira ambayo pia unaweza kujiuliza ukubwa wa timu wanacheza nayo, udogo wa Azam pia, na baadhi ya zile technical mistakes ambazo zinafanyika. Nadhani nilikwambia toka asubuhi, Azam kupata matokeo kwa Wydad pia ni kazi ngumu. Lakini pia tuna Simba ambao watachagua wanashabikia wanafuatilia mechi ama wanafuatilia mashinani, kikao kikubwa cha mwisho wa mwaka, sio? Lakini ni namna gani ambavyo nakwambia Yanga katika nafasi nzuri kama wanavyoelekea hapa, wanapokuwa na point 3, wameenda ugenini wamechukua point 1. Ina maana sasa hivi wana point 4, wanaongoza kundi mpaka ninapozungumza na hivi sasa. Bado FAR Rabat anacheza na Ahly usiku wa leo kwenye majira ya saa 4, sio? Chochote kitakachotokea hapo, watu wengi wa Yanga wanaomba Ahly ashinde ili aendelee kumdhoofisha FAR Rabat, si ndio? Lakini mwisho wa siku tutaenda katika mapumziko, tutangojea Januari tutarudi tena katika mashindano, sio? Yanga atakwenda Uarabuni. You never know hapa katikati Januari hii yao Kwasi Atola anaweza akapata nafasi akarudi tena, sio? Lakini pia bado inawezekana Yanga kwa wameshatengeneza kikosi bora zaidi na wameimarika zaidi na wamepata hata striker mwingine wa kumsaidia Prince Dube kule mbele, ili hata kama mwalimu anaamua kusema double striker, anasema double striker katika mfumo ambao utamaccommodate Dube. Lakini pia wakati huo huo mtu kama Clement Mzize anaweza akawa amesharudi katika fomu yake, sio? Kwa hiyo mwisho wa siku Yanga wanaenda mapumziko kimataifa wakiwa katika nafasi nzuri sana, na ile kundi ambalo watu walikuwa hawamuoni Yanga, naamini sasa hivi watu wameshaanza kuamini maneno yangu kwamba mpira ni dakika 90 na Yanga sio timu ya kubeza hivyo. Lakini pia advantage kubwa ambayo Yanga wanayo ni technical bench la ufundi ambao unaongozwa na mwalimu ambaye ametokea katika timu ya taifa ya Angola. Yanga wanapata mbinu za kupambana kimkakati, kitu ambacho walikuwa wanakikosa. Wachezaji wale ambao watu walikuwa hawategemea watafanya vitu, ndio wachezaji hawa. Kuna mtu mmoja kila siku anamwambia winning team never change. Fozi nilikuwa namtetea kwa mambo mengi sana, lakini kila siku alikuwa anakuja na kitu kipya, anakuja kitu kipya. Lakini angalia mwalimu alipogundua kwamba kikosi changu bora ni hichi na matokeo nitayapata kutoka katika engo hii, hakuwahi kubadilisha timu na hawezi kubadilisha timu, kwa sababu anajua kabisa hichi ndio kikosi changu bora. Mwalimu anataka sasa hivi kuomba Mungu Mudathir haya basi awe fit 100% mpaka Januari, sio? Ligi za ndani zinaweza kutumia viungo wengine wote na akapata matokeo, lakini Mudathir haya basi bado ni engine nzuri. Lakini pia uongozi wangu unahitaji kutafuta striker mwingine ambaye atampa nguvu kubwa Dube pamoja na Clement Mzize. Huyu mtu kama Boeli mtaji mzuri, lakini haizi kufika katika hivyo viwango ambavyo Yanga wanavitaka. Lakini pia kurudi kwa yao Kwasi Atola ni signal nzuri sana ambayo inaleta hamasa. Mimi niseme kitu kimoja, Yanga wako katika nafasi nzuri na wana uwezo mkubwa wa kuingia robo kama wakiendelea kucheza mechi zao kikubwa namna hii. Kwa kiwalisia kwamba Yanga ana nafasi kubwa kwenda robo finali kabisa, kwa haya ambayo anaendelea kudisplay katika hizi mechi mbili. Mechi ya kwanza yapata matokeo kibabe bila watu kutegemea, sio? Hii hapa watu kadri mpira unazidi kwenda unaona kabisa Yanga anakwenda kufungwa. Lakini kumbuka ni mtu ambaye ametoka katika nchi ambayo ina nyuzi joto 28 mpaka 30, sio? Lakini amekwenda kucheza mechi katika nyuzi joto 7. Kama ni baridi ambayo imefika level ambayo wachezaji wengi wa Yanga hawajawahi kuexperience, ama kama wa experience sio katika intensity hiyo. Ndio maana hata ile mikimbio ya wachezaji kujistretch pia ilikuwa ni ngumu sana. Na katika baridi kama ile ukigongwa vizuri kidogo, kusikia maumivu makali sana ni rahisi, kwa sababu damu inakuwa inazunguka kwa taratibu sana, kwa sababu kunakuwa na baridi kubwa sana. Kwa hiyo mimi Yanga niseme tu pongezi kwao, lakini pia pongezi kubwa sana kwa uongozi wa Yanga kwa kufanya maamuzi magumu ya kuwahi kuipeleka timu kule Algeria, sio? Hiyo ilisaidia peke yake miili kwanza kuzoea mazingira, hali ya hewa. Lakini kama unakumbuka kwa nini makocha wengi wanapendaga kuwa na zile ice tub, kwa hiyo wachezaji wanakuwa wanaingia kwenye mabarafu, ili kuunda misuli, sio? Lakini pia ile huwa inausaidia mwili kuzoea baadhi ya mazingira. Technically ile ni therapy kwa ajili ya kuheal muscles na kusaidia misuli kukaa katika hali yake ile ya utimamu. Lakini unapokwenda kwenye mechi kama ile, unapishana na mtu, hata namna yako ya upumuaji tu inakuwa tofauti kidogo, uweze kulinganisha na mtu ambaye ameshazoea katika mazingira yale. Kwa hiyo mimi niseme Yanga wameshinda matokeo leo, wamepata pointi moja, wamepata pointi moja kibabe sana na kikubwa mno.
Hii timu watu wanachukulia poa kwa sababu ilifungwa na Ahly, sio? Lakini sio timu ndogo. Algeria hawa ndo goti wao. Yaani ndo timu yao kongwe na ambayo ina mafanikio makubwa, sio? Lakini leo hii Yanga wameidhihirishia Afrika kwamba wewe ni nafasi ya 20, mimi ni nafasi ya 8 Afrika. Kwa hiyo hapa kuna gap kubwa sana hapa katikati. Nataka niwaonyeshe wa Afrika kwamba sijakaa nafasi ya 8 kimakosa na nina intend kusogea kukaa pale juu. Na hilo kitu Yanga kinawezekana na ameprove hiyo kwa sababu JSK ameweka silaha zake zote za kivita leo Reani na amehakikisha kila kitu, amekwenda 100%, amefanya sabu zake zote anazojua yeye. Lakini backline ya Yanga, midfield ya Yanga ikiongozwa na Duke Ogabuya, kiungo maridadi kabisa kutoka katika nchi jirani hapo Kenya, lakini bado ameendelea kuwa imara akishirikiana na Mudathiri haya basi pamoja na Maxim pia Nzengeli. Unaweza kuona na magani ambavyo, lakini leo mtu ambaye hakuwa na kazi na hakuwa na siku nzuri kazini ni Pacome Pedro Zouzoua. Na inaeleweka. Alijaribu kuhama kule lakini bado akaona kule siko productive kama nikikaa huko. Kwa nini Pacome anapenda kucheza na Shabalala? Wana zile switching wanazofanya wao. Shabalala akiondoka na mpira, Pacome anakuwa mita chache. Hiyo hata kama ukikushinda huko, wewe rudishie mpira wangu hapa na mimi nitakati nitafanya kitu ninaweza kufanya bora katika wakati wote. Lakini leo kwa nini imeshindikana hivyo? Pacome hakuwa na kazi na wakati. Kwa hiyo Pacome akirudi nyuma amerudi na watu wawili, watatu. Akipewa mpira tayari watu wameshamzunguka. Kwa anakuwa anashindwa hata kudrive timu, anashindwa hata kufanya mambo anataka kufanya. Ndio hiyo kazi mwalimu akafikiri labda nikimuingiza Dumbia sasa atakuwa anaibeba timu na kuipandisha juu, lakini bado hakuweza kufanikiwa katika 100%. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.